Bana, leo ni Jumatatu. Jumatatu hii ni kuelekea Simba na Yanga. Uwanja wa Taifa unaenda wapi bana wewe? Tulia hapa, endelea kutengeneza kimila hiyo. Unaenda wapi na jezi yako ya Yanga? Hii kuelekea kwenye Simba na Yanga tarehe 8. Sawa Kwa hiyo leo nakula kijiwe cha maswali mawili matatu, nimekuja mita station hapa au sio bwana? Tupo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Bana, na jezi ya Yanga. Naanza na wewe kukula na jezi yako ya Yanga. Vipi tarehe 8? Maki habari ni tarehe 8. Tarehe 8 watoboi. Yaani tarehe 8 watoboi kabisa, kwa sababu tushazoea kuachapa siku zote. Kauli ya ubaya ubwela haifanyi kazi. Haifanyi kazi. Wewe ushaona inafanya kazi? Simba na anaongoza ligi. Wewe ushaona anafanya kazi? Kwa sababu sasa hivi na yeye sometimes anaongoza ligi. Sometime. Sasa hivi anaongoza ligi Yanga Afrika. Sasa inafanya kazi wapi? Kwa maana umerudi kwenye kikao cha. Yaani haifanyi kazi. Lakini jezi kweli unaiendesha dalala jezi kweli jamani? Kweli jezi ya Yanga. Kweli. Sasa nataka hii kazi yake kuvaliwa kudumisha chama. Bana, mimi niko zangu station. Nimekwambia hapa nakupa maneno mawili matatu. Ngoja twende break kidogo. Alafu nikirudi umeona lile kundi lile pale. Naenda kuingia kati pale. Alafu mimi nawaachia Mike mwenye anakaa pembeni. Bana, tumerudi tena. Hii ni soka kijiweni, tumerudi tena. Kwa hiyo naelekea pale sasa kwenda kuunganisha nyaya. Yaani nachukua nyaya ya huku na nyaya ya huku naziweka pamoja. Mimi sio shughuli zangu kugombanisha. Lakini kwa heri, ngumi hakuna. Moja. Asante. Burudani kwa wote. Mwanangu wewe kwanza Yanga Simba? Simba Sports Club. Wewe? Mimi ni Simba Sports Club. Tarehe 8 vipi? Tarehe 8 sisi ndo tunaongoza. Wengine watu wasubiri. Ngoma ya kitoto haikeshi. Ikikesha ujue hiyo ni bahati mbaya sana na haiwezi tokea. Watoto watacheza lakini jioni kila mtu kwa mama yake. Kwa hiyo Yanga atulie sana. Tena situsogelee. Hapo ninachokuambia kiongozi ndo kama hivi. Umefunga mechi 4 mfululizo. Yaani sisi hapa ndio wenyewe wale vijana wakali wa Donta Simba Sports Club. Subiri wewe Yanga. Sisi ndio wale. Hakuna mwingine wa kututisha. Kimataifa tunaongoza. Wewe usituambie kitu. Tulia sana wewe Yanga Sports. Simba ndio habari ya mjini. Bana, Simba ndio habari ya mjini, sio mimi. Anayeongea ni yule. Bana, mimi nakuja kwenye shoti. Bila hawezi kabisa. Hawezi kabisa. Bana, mimi nimekuja hapa kwenye kuchukua waya wa huku na waya wa huku kuunganisha. Ndio shughuli yangu. Hapa bwana, kabla sijaenda hewani kwanza niliuliza kati mashabiki wa Yanga na mashabiki wa Simba. Mashabiki gani wakorofi? Wa Yanga. Wa Simba kama nature mnyama. Wakorofi. Angalia huko. Nasema washabiki wa Simba wakorofi kweli kama alivyokuwa Simba. Ni wakorofi wakiwa ndani ya uwanja na nje ya uwanja. Okay. Ushahidi wamevunja viti. Wewe ushawahi kukutana na kupigwa na mashabiki wa Simba labda hivi? Uwezo wa kunipiga hawana kwa sababu mimi mwenyewe niko vizuri. Lakini walishanishambulia nikakimbia. Washanikimbiza mimi. Washabiki wa Simba Kariakoo. Wewe ushawahi Yes. Mimi nilikutana na hicho kisanga na kupitia Azam TV leo nimpongeze sana kakangu Suditori. Nimpongeze sana ndugu yangu Seyuki, mzee wa magari. Waliniokoa mimi kupigwa katika uwanja Shamba la Bibi. Ni mechi ya Dar es Salaam Africans. Walikuwa wanacheza na KMC. Mechi ya kirafiki. Dar es Salaam Africans alifungwa goli 3. Katika mashabiki wachache wa Simba walikuwa katika uwanja huo Shamba la Bibi ni mimi. Bahati nzuri kwa sababu siku ile mashabiki wa Simba walikuwa so wengi, mimi nikakaa juu zaidi jukwani. Sio unafahamu vizuri? Chini yangu bahati nzuri alikaa Suditori akakaa Sayuki. Yanga wanakwenda kufungwa goli la 3, junior wa vijana wa Dar es Salaam Africans ndio wenye shida. Hawa vijana vizazi vya Facebook ndio wenye shida. Hawa vijana vizazi vya Instagram ndio wenye shida. Wakanyanyuka shehe. Wakawa wanakuja.
Unajua mwamba Sudi Tolu unamjua? Na ndio mwenye timu. Kasimama na vitu vyote. Kwanza ana mwili afu kaenda juu. Alafu Mungu kamjalia sauti akiongea Yanga wanatulia. Akasema Kisugu hapa leo apigwi. Wallahi nakwambia Mwenyezi Mungu shahidi. Akasema mtu atakayemgusa Kisugu mimi naondoka naye. Huyu Kisugu ni mtani. Sisi tukifungwa na haki ya kututania. Maana yake mimi ukiniuliza hiyo nakwambia zaidi ya miaka 9 nyuma iliyofanywaje? Iliyopita. Kwa hiyo mashabiki wa Dar es Salaam Young Africans hususan hawa vizazi vya junior hawa vizazi analeo na kwa Simba kesho na kwa Yanga ndio wenye shida. Kakugusa. Ananiua. Mashabiki wa Simba ndio mashabiki wenye vurugu sababu mara kwanza nasemaje amenigusa kwanza. Na nielewa vizuri. Jibu anapokugusa kwanza. Yeye anasema kwamba sisi vizazi vya junior ndio tuna shida. Kuna neno kaliongea mbona ulikimbia? Neno lipi? Ngoja arudie. Tulia. Nimesema hivi. Shida vizazi vinavyobadilisha itikadi. Asubuhi Simba, jioni Yanga. Hao tulia. Kakugusa. Lakini sio dhambi. Yaani kubadilisha timu sio dhambi kwa sababu ukiona timu unayoshabikia haina maslahi yoyote, haina maendeleo, haina mikakati, unaama tu. Sababu timu ambayo anayoshabikia yeye kwanza hawana kadi za wanachama. Mpaka sasa hivi wako kama 17,000 nchi nzima. La pili hawana jengo. Makitokea lolote wanamuonyesha mtu pale ndio klabu yetu ile pale. Lakini ukienda Yanga pale hata unatanika mkeka unakunywa kahawa maisha yanaendelea. Vikombe viko pale pale Jangwani. Mshabiki wa mpira hasa yeye kitu gani ambacho anachokihitaji cha muhimu? Anachokiangalia ni maslahi yake, yani maslahi ya kushabikia na financial kwa sababu ushabiki yani kwa maana ya wanachama unaendana na kuingiza chochote. Na ndio maana sasa hivi tunaenda kwenye mfumo wa transformation. Maana yake kunakuwa na hisa. Sasa ukiwashabiki kama Kisugu ambaye hana kadi hata ya wanachama inakuwa ni tatizo. Umeelewa? Sababu huyu kadi anayotumia ni ya marehemu babu yake. Kisugu. Yaani yake mwenyewe hana. Na kuna siku tulishawahi kulumbana sana akamwambia onyesha kadi yako. Hana kadi. Lakini sisi mashabiki hawa wanaosema Simba Junior ambao tu wa kizazi hiki tunayo. Maana kadi ya Yanga ni easy tu kuipata. Tofauti na wao ambao wanaweza kupata kadi. Tunamuonyesha bwana Kisugu. Tunamuonyesha bwana Kisugu. Kadi zinapatikana kwa urahisi. Ngoja kama yako iko mbali. Iko karibu tu. Sasa mwambie Kisugu atoe kwake. Nitakwenda. Mwambie atoe kwake. Nitakwenda. Leta Kisugu hapo. Kuna wake. Hii ni digitali ya sasa. Una swap tu. Tunamaliza. Unaona kadi hizo? Huo ndio Ulaya kwa. Unashabikia na financial. Mwambie atoe kwake. Kwanza naanza na Mandala hapa. Labda kwenda kule. Huyo ndio anaona. Kisugu. Kisugu. Mwache Mandala kwanza. Mandala kadi unayo? Kaka, Kisugu ila kadi zao hizi mweke doto ziko. Achana hivi. Akitoa kadi Tunafanya ukosoaji. Hizi ndio kadi. Sikiliza. Kadi ya Simba ukiwa nayo wewe unaruhusiwa kwenda katika mikutano ya Simba na ya kwanza. Hizi kadi za Yanga kama vitambulisho vya kula. Yaani ukiwa nayo uruhusiwi unaishia getini, huwezi kuingia ndani. Kwa hiyo hawa wamedanganywa na hizi kadi kutekwa akili zao. Hizi kadi sawa kama kitambulisho cha mwanafunzi cha daladala cha kutoa cha 200. Ndio hizi kadi za Yanga. Hauruhusiwi kuingia katika vikao vya Yanga. Ila kadi ya Simba ukiwa nayo ndio kadi yenye gharama kwa sababu klabu yetu sisi ya gharama. Hauwezi kuipata kirahisi kama hizi kadi za vitambulisho za wanafunzi. Kwa nini bei gani? Hizo si 2000. Hizo 2000. Bei gani? 29. 29. Yapo. Kisugu kadi unayo? Kadi sijatembelea lakini 05268. Nimepandisha. Proof wapi? Akitoa kadi kataja namba ya kadi. 0, subiri basi kwanza. Zamu si ya kwangu. Nimesema hivi, mimi ni mwanachama wa klabu ya Simba. Na kwenye mikutano ya Simba nahudhuria. Kadi yangu namba 05268. Kama una mashaka nenda kaangalia kadi. Lakini leo Meja nilichozungumza mdogo wangu amekithibitisha hapa. Nimesema shida mpira umevamiwa na kina Junior hawa. Hivi leo kuna mtu mwenye akili timamu anaweza kusema mbele za watu Simba hawana jengo? Mtu mwenye akili timamu, mtu jengo. Klabu. Kwani klabu ni nini? Klabu maana yake ni eneo ambalo wanaweza wakakutania, timu wanakutania. Sasa wana jengo afu jengo leo wote wamelikodisha. Kwa hiyo ikitokea mtu ametoka labda Zamalek wanamwisha Simba ile pale, jengo lile pale. Hao siku kuingia kuna watu wanauza TV pale, kuna watu wanauza vijiji. Hawashakodisha. Wamekodisha wote. Sio kwao. Sio kwao. Ulisema pale unaweza mkakutana wachezaji viongozi mkafanya. Sio kwenu. Football imeingia kwenye mfumo wa business.
Basi hatuwezi tukakaa na jengo katikati ya mji, wapangaji wanahitaji kupanga, klabu ipate hela iweze uwezo wa kujiendesha. Sisi tung'ang'ania kwa sababu tunahitaji kunywa kahawa na kupiga story ambazo mwisho wa siku tutatengeneza majungu kwenda kuharibu system ya timu. Alafu istoshe, leo hii hakuna jengo utakalokaa nalo Msimbazi mtu akakosa kutaka kulikodi. Mtu hawezi kuacha Msimbazi kukodi akaenda kukodi Mchafukoge kule chini. Na ndio maana ukitaka kuangalia system, hawa vijana wamevamia. Miaka 2 tu iliyopita ofisi ya Yanga pale ndio ilirudi, ilihama pale. Na kwa nini ilihama? Ofisi ya Yanga ilikuwa floor ya 16 na 14, mtaa wa Samora Meja ajui. Na kwa sababu gani ajui? Huyu ni Simba, Yanga kaingia juzi, hawezi kujua story ya Yanga. Lete huku maiki. Wewe lete huku maiki, mimi naongea. Lakini Meja katika vyote alivyozungumza mdogo wangu, mimi Meja alivyozungumza vyote katika mdogo wangu, mtu mmoja nimekipenda sana, ametaja neno maslahi. Meja focus yake alijua katika hivi virabu ukivipenda kuna maslahi ndani yake uishi. Na huyu alikuja na zana kwa sababu Kisugu anasafiri, pasi milioni anasafiri, wanapewa hela Simba Sports, na akaamini kupambana na yeye apambane, anajua anapewa hela. Mimi leo natoa siri kwa sababu nimefungwa, sitaki kuongopa. Huyu akatae. Huyu nimezungumza naye maneno nikiwa katika boti, tukaenda Kizimkazi Zanzibar kwa mama kipindi kile. Kuna maneno aliniambia huyu. Wewe nisikilize mimi. Mimi nataka kupiga nyundo wa junior wasidanganye watu. Kisugu umefunga? Wallahi wa billahi nimefunga. Meja si huyu, Mulike sio huyu Meja. Huyu nimezungumza naye mimi kwenye boti. Anasema moja ya sababu kuondoka kwenye timu yenu haina maslahi ni kwa sababu ofa leo kunapata ofa. Sasa kutumia Azam TV, kwanza mimi namuomba engineer huyu amsaidie. Wewe msaada wako ni huyu bwana. Hakuna cha msaada. Mimi naweza kujitetea mwenyewe. Akikuacha tu huyu. Anachokizungumza kwamba mimi nimefuata maslahi. Hapana. Umeelewa? Kwa sababu mimi nimeingia Yanga, sijalipo chochote. Na kama ana ushahidi, subiri. Maneno ya Kisugu ni ya uongo. Muongo na huu mwezi mtukufu. Na mwezi mtukufu. Saumu yake basi. Sijalipo chochote. Atoa uthibitisho kwamba mimi nimelipwa. Atoa uthibitisho kwamba mimi Yanga amenilipa. Na mpaka sasa hivi anamuomba yeye, anamuomba engineer anitambue. Umeelewa? Mimi sijawahi yani kwamba viongozi wa Yanga wakaniita kwamba hicho ulichokifanya tumekupongezeka. Au uliona anatambulishwa Yanga pale kwamba huyu tumemsajili. Bana, subiri nikwambie kitu kimoja. Twende break kidogo, tukirudi tunaendelea na kijiwe hapa kama kawaida. Bana, tumerudi kwenye kijiwe kama kawaida, tumerudi tena kwenye kijiwe kama kawaida. Tarehe 8. Tarehe 8 bana, sisi katika vitu tunavitafuta. Sisi tunatafuta vitu viwili. Kwa sababu sasa hivi kamera yuko, watu wa Yanga tukisafiri na ndege. Nasema hivi, tukisafiri na ndege sasa hivi tunashukia Terminal 3. Terminal 2. Kwa hiyo sasa hivi fly yetu ni 2. Kumfunga Simba na kuchukua ubingwa wa NBC. Hamna doubt. Inyeshe mvua, liwake jua. Sisi ushindi ni lazima. Tarehe 8. Mandala angaika naye huyo Meja na yule bwana. Kila mtu na mtu wake. Acha kumsaidia kwanza, aombe uongozi wake, wale mabeki hatotosha. Kama wanaweza kutafuta nyavu kwa ajili ya kumzuia Mpanzu na Kibu Denis, watafute. Kwa sababu kwanza Mpanzu lengo lake kubwa kujenga heshima na kutengeneza status yake. Ataipata wapi? Lazima Yanga afungwe kivyovyote. Lazima Yanga afanye nini? Afungwe. Unajua, sikiliza. Kati ya Simba na Yanga anayetakiwa alipe deni kwa mwenzake ni nani? Si atulipi deni. Sisi tunaenda kumpa kisago Yanga. Hatuendi kumfunga. Babu, umepigwa nini? Tunaenda kutoa kisago. Sisi hatuendi kushinda ushindi wa papatu papa. Wewe imani kwamba unaenda kushinda tarehe 8 ni nini? Kama tulicheza, Simba ilikuwepo ina 2% ya combination. Tulijifunga wenyewe goli. Sasa hivi Simba ina 50% ya combination. Una Mpanzu, una Kibu pembeni, una Ateba namba 9 bana. Sikiliza. Yule Jobu, sijui wana Jobu pembeni kwa nani pembeni, ukusi wana nani? Watafute. Huku kuna Israeli sisi mtoto wetu yule. Yule si mtoto wetu. Yaani unamaanisha nini? Yule si mtoto wetu. Tunajua mikimbio yake anakimbia, tunajua anachachafa huko soko tu sisi. Kama alishindwa kumweka Kapombe benchi. Mandala mpira huo. Alishindwa kumweka Kapombe benchi yule. Yaani tusumbue sisi. Sisi twenye dhamana na taifa. Yaani sisi tunaheshimisha taifa. Wewe unaweza kutoa hela yako ilikopo benki ya mwisho kabisa ukaweka
na mtu wa Yanga kaja kaweka hela kuhusu mechi. Aeke hela. Yaani aeke mawe. Karibu sana. Aeke jiwe, mimi naweka milioni 3. Aeke jiwe, mimi naweka milioni 3. Tarehe 8 Yanga hawezi kutoka na hatuwezi kumwacha na tumfungi, tunampa kisago. Hatumwachi sisi Yanga. Siku ya wanawake duniani. Katika siku bora kabisa katika dunia ni siku ya tarehe 8. Mwenyezi Mungu baada ya kuumba viumbe, ndio kumuumba Adam na kumuumba Hawa, Mungu kuna maneno anawaambia wale wanadamu wawili. Anamwambia Adam, utakula kwa jasho, Hawa utazaa kwa uchungu. Moja katika siku bora kabisa, siku ya wanawake tarehe 8. Mimi kama mshabiki wa Simba focus yangu. Mimi kama mshabiki wa Simba focus yangu tarehe 8. Tarehe 8 siku ya wanawake. Sikilize shekhe. Kitonge siko kwangu. Mbona unakuwa na haraka shekhe kama ndege kicheche? Hujulikani wapi upo. Usiwe kama ndege kicheche Dodi. Tuliza, kuwa mtulivu. Umetulia. Hata ukisikia mwamba Kisugu anafanyaje? Anaongea. Moja katika mashabiki ambao si bora waliopata bahati kuojiwa na Azam TV kufanya vipindi katika mashabiki hawa vijana mimi namba 1. Sasa uniponipa mimi maiki kuwa na utulivu, nimesema tarehe 8 ni siku bora na nikaenda mpaka maneno ya Mwenyezi Mungu. Mungu anamwambia Hawa utazaa kwa nani? Maana yake wanaume wote au wanadamu wote tumezaliwa na nani? Na mwanamke. Siku ya tarehe 8 si Simba Sports. Siku hiyo tunaiweka siku tukufu kwa kuwasapoti mama zetu duniani. Kwa hiyo kama focus sisi kuna nini sisi hatujui. Na bahati nzuri Tanzania tarehe 8 wanawake kwa maana mama zetu, zifa kitaifa inafanyika katika uwanja Shembe Abedi mjini Arusha. Katika jiji Baba Kigan kwa mkoa wa Makonda. Kwa hiyo sisi focus yetu tarehe 8 ni kwa support ya kina mama duniani. Sio Simba na Yanga. No. Leo kama ukumjali mama unafanyaje? Kama ukumsupport siku ya mama unafanyaje? Kama kuna mambo mengine ya kwao. Kwanza sasa hivi sisi focus yetu, furaha yetu tumempiga Coast goli 3. Ukitueleza mambo mengine udanganya. Na inshallah Mwenyezi Mungu ikimpendeza tarehe 8 mimi nitakuwa Arusha kwenda kumsupport Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Samia Suluhu Hassan. Wewe uone mambo makubwa anofanya. Juzi ametoa zaidi ya bilioni 300 na something. Anakwenda kujenga uwanja Dodoma Stadium. Ametoa bilioni 286, anajenga Samia Arusha. Juzi mimi nilikuwa hapo, nifika katika ule uwanja umefika 45. Wanatuambia tarehe 8, tarehe 8 tunamsupport mama Arusha. Ndio tunaenda Arusha. Tunaunga mkoa Arusha. Bana, sikiliza kwa kitu kimoja. Kisugu wanasema tarehe 8 ni siku ya wanawake duniani na wao wanajiandaa kwa sababu kitaifa inafanyika Arusha. Sijaelewa anachomaanisha nini mpaka sasa hivi, mimi sijaelewa. Lakini kwa kuwa hapa nipo na wenzake wadau wa Yanga kulia kwangu, kushoto wadau wa Simba. Na huyu bwana na yeye bwana Mandala akasema tunaenda Arusha hiyo. Kashabadilika. Sikiza ngoja. Unajua kidogo hujamuelewa Kisugu. Kwamba sisi hatuna dabi. Sisi hatuna. Sisi tuna mechi zimebaki. Katika mechi moja hapo ni ya Yanga. Na sisi Yanga sio mechi kubwa kwetu sisi. Ni mechi ya kawaida, ndio maana wana Simba Kisugu hapa anasema tarehe 8 tunaenda kumsupport mama, vijana huko kwa wanacheza mechi ya ligi kuu iliyobaki. Ni siku ya wanawake duniani. Kisugu yuko sahihi. Yuko sahihi bwana Kisugu kwa sababu moja. Unapoenda kutoa posa unatoa posa ukweni kwa mwanamke. Na ndio ile mechi tuliocheza ya kwanza tulikuwa tumekwenda ukweni kutoa posa. Tarehe 8 ni siku ya wanawake, tunampokea mke wetu, tulishamaliza kulipa mahali. Ndio maana nakwambia ni siku ya nini? Ya wanawake. Na sisi ndio wenyeji. Lakini ni kweli siku ya wanawake duniani. Sisi ndio wenyeji. Mwanamke anakuja. Si ndio siku ya mwanamke? Siku ya ndoa. Tukiondoa hiyo mechi ya Simba na Yanga. Naam. Ni kweli ni siku ya wanawake duniani. Ni siku ya wanawake. Na sisi tumefanya tarehe imekoride. Siku ya wanawake na mke wetu anakuja nyumbani kwa sababu tarehe 8 sisi ndio wenyeji. Kwanza nataka nimjibu Mandala sehemu moja alivyosema hakuna dabi. Ni sahihi, dabi hakuna. Dodi, dabi hakuna. Iwezekano wewe kila siku unapigwa wewe kwa dabi. Siushaelewa. Umempiga mara 4. Kashapigwa mara 4 mfululizo na hii tunaenda kupiga mara 5. Kwa sababu hujawahi siku yote siku ya wanawake duniani Simba ikamfunga Yanga. Haijawahi kutokea tarehe 8. Tarehe 8. Siku ya wanawake duniani Simba akamfunga Yanga, haijatokea. Yaani ikiwa tarehe 8 tu lazima wafe.
Sisi password zao sisi tunazo. Tunawajua wakati gani tuwafunge. Alafu uzuri wa Simba sasa hivi wana kitu kimoja. Sisi tukichelewa kuwafunga wanajiweka wenyewe. Bana amekuja mtu mkorofi. Kaja mtu mkorofi. Dodi. Nilichozungumza nimezungumza lugha sasa. Mimi sijataja mechi. Mtu kama ana mechi yake, kama analukaluka, kama ana nini hivyo kwa masala Yanga tarehe 8 bwana kufunga bwana. Mbona kuvuruga watu? Sisi. Na hii inaibeba kwa niaba mashabiki wote wa Simba duniani. Focus yetu ni kumsupport rais tarehe 8. Na mimi nimesema mechi inafanyika wapi? Arusha. Kwa hiyo kuna mtu atachagua. Sisi Simba tumechagua upande wetu kwenda kumsapoti jemedari mwamba asiyeyumba, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu. Na moja tunamsapoti kwa sababu ukija katika upande wa michezo, nani asiyejua kama mama anafanya kazi kubwa, anafanya kazi nzuri? Inakuwaje mama yuko Arusha, sisi tubaki hapa? Sisi tunakwenda Arusha, watu wa Simba Sports. Bana, vipi mbona tuvuruga? Kina Kibu si hapo? Mecha muitaki. Kina Kibu hapo. Kina Mpanzu wapo. Wachezaji wapo. Sisi tunawaachia mechi si ya kwao wao. Wao ndio wenyeji. Sisi tunaachia, sisi tunadili na mama. Okay, sasa nimeelewa. Sasa ndo nimeelewa vizuri. Ujue kidogo unatakiwa uchanganue sana. Ni kweli mechi Yanga yuko nyumbani. Simba ni mgeni. Kwa hiyo Simba inawezekana wameamua wao kukaa pembeni mechi haiwahusu ili uwanjani, kwa sababu Simba ndo mashabiki ambao wanajaa sana uwanjani, maana yake wanataka kuatia njaa. Msipokwenda tu washabiki wakumia. Tushindane. Yaani msipoenda tu wakomia, na wenyewe inawezekana kwa 20. Msiwafanyie hivyo. Mimi nawaombeni radhi. Nakuja. Mimi nawaombeni radhi, nawaombea radhi. Kisugu, nendeni uwanjani. Toba. Yaani nawaomba, niko chini ya miguu yenu. Mwezi mtukufu Kisugu. Tusende kumsupport rais. Uwanja atakuwa watu 20. Na wajua. Sisi hatuhusu hayo. Sisi hatujui. Si wana Simba, focus yetu Arusha. Huo ndio ukweli. Na hii Dodi, kama mjumbe wana Simba wanielewe kupitia Azam. Usifanye hivyo Kisugu. No, Dodi. Kwani juzi nikuonyeshe picha, mimi nilikuwa Samia Stadium. Brother, ule uwanja uko 48% mpaka 50. Nasoro mpo peke yenu. Na wasiwasi wangu mkubwa na Nasoro. Wewe huko umependelea. Nusu saa nzima unapa bwana. Ndio hii hapa. Sasa sikiliza. TFF nchi kama nchi, umeelewa? Pamoja na Azam wanafanya juhudi kubwa ya kuipromote hii mechi. Umeelewa? Karibia huu mwezi mzima wanaipromote hii mechi. Mtu anapokuambia kwamba hii sio dabi, hii sio mechi kubwa, anakuwa anamaanisha nini? Maana yake anafanya watu wote ambao wamenunua vingamuzi, watu ambao watakuwa kwenye vibanda umiza, waichukulie mechi kama kawaida. Hivi sio vitu vya kuvichekea. Yaani sio vitu, sikiliza. Rodi, acha kwa upande huu. Hivi sio vitu vya kuchekea. Azam, umeelewa? Wamewekeza mabilioni ya fedha kwa ajili ya kupromote hii mechi. Yeye mtu anapokuja kuambia kwamba eti mechi hii haina maana yote, sikiliza. Walicho win Simba ni kuwa na kauli kwamba wanatengeneza timu. Kwa hiyo hata wakifungwa kwa wao, yani ni excuse. Sisi Yanga hatuna excuse. Yani mechi hiyo tunatakiwa tushinde. Na ndio maana sisi ni mechi kubwa. Kwa wao wana mechi ndogo. Kwa sababu gani? Wao wana excuse. Waje uwanjani. Labda mimi nikwambie kitu kimoja. Mtu akikwambia anakwenda Arusha akashajua matokeo. Naam. Hiyo Yanga Afrika babu Dodi unaiongelea hiyo. Sisi tuwe watu wawili, kwani mechi zote tunawafunga si hawaji? Kwani wanakuja? Watu wanakwenda waende. Ukimwona mtu anakuambia anakwenda Arusha akashajua kinachotokea nini. Kwa hiyo waje wasije goli kufa lazima. Mapema tu. Tena mimi ndio ninachowaomba. Bora wasije kuliko akija, kwa sababu tunaenda kufanya tsunami. Mimi ninachomuomba mkuu wa kanda maalum Jumanne Mlilo alete ulinzi wa kutosha, kwa sababu watu lazima watavunja vitu. Bana, Simba na Yanga hawajawahi kuaga kitu kimoja siku zote kwenye maisha yao. Simba na Yanga hawajawahi kuelewana kwenye maisha yao yote. Simba na Yanga hakuna mtu yoyote ambaye anawaweza. Simba na Yanga sijui hata nizungumze nini. Ndo wako maisha yao ndo yako hivi. Usanifahamu bwana. Huyu analiongea hili, huyu analiongea hili. Yaani hajawahi kuaga na maelewano. Mimi nani niweze wa bwana kupata maelewano? Haiwezekani. Kwa maana manake maisha acha yaendelee. Wale mabwana wanasema siku ya wanawake duniani, hawa hapa wanasema tarehe 8 wana mechi na Simba. Sisi tukifanya Azam TV, mechi tutairusha na wana Simba watakuja uwanjani. Kwa hiyo
Uwanjani msikose, wote mje. Haya ni maneno tu ya kijiweni. Maneno ya kijiweni unachapa pa kijiweni. Mimi ni Jamal Abbas Dodi, niko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Jumatatu hii, hebu kula iko kijiwe kwanza. Chao.